Mheshimiwa Spika, awali ya yote na mimi niungane na wenzangu kumshukuru Mungu kwa kutujalia afya njema hadi leo tunapohitimisha shughuli zote zilizopangwa katika mkutano huu wa pili wa Bunge la 13. Mheshimiwa Spika, naomba pia kutumia bunge lako tukufu kuendelea kumpongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri na juhudi zake za kuwatumikia wananchi kwa mapenzi ya dhati na jitihada za dhati. Sote ni mashahidi na tunatambua kazi kubwa anayoifanya katika maendeleo ya taifa letu. Uongozi wake unaendelea kuwa chachu ya matumaini na dira ya mwelekeo wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, niungane na waheshimiwa wabunge wote kumtakia kila laheri Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na afya njema, hekima na nguvu zaidi katika kutekeleza majukumu yake makubwa ya kuliongoza taifa letu. Mheshimiwa Spika, nitumie pia fursa hii kukupongeza wewe mwenyewe pamoja na Mheshimiwa Naibu Spika kwa kazi kubwa na nzuri ya kuliongoza bunge letu. Wakati wa kipindi chote cha mkutano huu wa pili, tumeshuhudia mkiongoza mijadala yote kwa umahiri wa juu, na sina shaka waheshimiwa wabunge wenzangu mtakubaliana nami kuwa mafanikio ya mkutano huu yametokana na weledi mkubwa wa Mheshimiwa Spika na wasaidizi wake katika kusimamia shughuli za bunge. Na kupongeza sana Mheshimiwa Spika, wewe pamoja na wasaidizi wako. Ninawashukuru pia waheshimiwa wabunge kwa pongezi zenu kwa serikali na kwa michango yenye dhamira ya dhati ya kuboresha mipango na kazi zilizokusudiwa kutekelezwa na serikali katika kipindi hiki cha miaka mitano. Mjadala huu umeendelea kuthibitisha uimara wa bunge katika kutekeleza wajibu wake wa kikatiba wa kuishauri na kuisimamia serikali kikamilifu. Michango na maoni yenu katika mkutano huu vimepokelewa na vitafanyiwa kazi kikamilifu. Mheshimiwa Spika, tangu alipoapishwa na kuingia madarakani, Mheshimiwa Rais amefanya teuzi ambazo zimelenga kuimarisha utendaji na utoaji wa huduma kwa wananchi. Nitumie nafasi hii kuwapongeza waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu na watendaji wengine walioteuliwa kwenye nyadhifa mbalimbali. Nitumie fursa hii pia kuwapongeza waheshimiwa Najib Magiga, Mheshimiwa Deodatus Mwanyika, Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso kwa kuteuliwa kuwa wenye viti wa bunge. Vile nawapongeza kwa kazi kubwa ya kusaidia katika kutekeleza majukumu ya kuliongoza bunge hili. Ninapenda pia kutumia fursa hii kuwapongeza waheshimiwa wabunge waliochaguliwa kuwa wenye viti na makamu wenye viti wa kamati za bunge za kudumu. Naendelea kuhakikishia kuwa serikali itafanya kazi bega kwa bega na itawapa ushirikiano wote unaohitajika. Na kwa masikitiko makubwa, ninaungana tena na waheshimiwa wabunge wenzangu kutoa salamu za pole kwa bunge lako tukufu kutokana na vifo vya wabunge wenzetu wawili, Mheshimiwa Jenista Mhagama ambaye alikuwa mbunge wa jimbo la Peramiho aliyeaga dunia tarehe 11 Disemba 2025 jijini Dodoma. Pia Mheshimiwa Halima Nasoro, mbunge wa viti maalum aliyeaga dunia tarehe 18 Januari 2026 jijini Dar es Salaam. Wakati wote tutaendelea kuwakumbuka na kukumbuka michango yao katika maendeleo ya taifa letu. Mwenyezi Mungu awape pumziko la amani. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kuwapa pole Watanzania wenzangu wote waliopoteza ndugu zao, ndugu jamaa na marafiki waliopata madhara mbalimbali kutokana na ajali za barabarani na matukio mengine. Ninaomba Mungu awape subira waliopoteza ndugu zao, majeruhi wapone haraka na marehemu wapumzike kwa amani.